السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ndani ya Qur'ani tukufu waaminio wamekumbushwa kuhusu sala. Sehemu nyingine Mungu amesema mulinde swala zenu, na sehemu nyingine ndani ya Qur'ani tukufu Mungu amesema muswali swala bila kukosa, na sehemu nyingine Mwenyezi Mungu amesema muswali swala kwa nyakati zao, na kisha ameeleza wakati wa kila swala kwamba mnalazimika kuswali sala fulani kwa wakati fulani, na waaminio wanatakiwa wafuate amri hii ya Mwenyezi Mungu bila kukosa. Ilmuradi kuswali swala na kuhusu kulazimishwa kwa swala, hii ni amri ambayo Mwenyezi Mungu amekumbusha waaminio kuhusu amri hii mara kwa mara. Na sehemu nyingine ndani ya Qur'an tukufu Mungu amesema kwamba lengo la kuumbwa mwanadamu ni ibada, kama alivyosema ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yani lengo la kuumbwa kwa wanadamu na jini ni ibada ya Mwenyezi Mungu, lakini mwanadamu hatambui lengo hili na yupo mbali na lengo hili la Mwenyezi Mungu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba Mwenyezi Mungu ameweka lengo la kuumba kwenu ni kwamba nyinyi muabudu Mwenyezi Mungu, lakini wale watu ambao kwa kuacha lengo hili haswa wanaishi maisha ya wanyama na lengo lao ni kula na kulala tu, hawa ni watu ambao wanakuwa mbali na fadhila za Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu pia hajali kuhusu hawa watu. Basi hili ni lengo kwalo mwaminio anayedai kwamba yeye ni mwaminio, yeye kwa juhudi yake yote anatakiwa atimize lengo lake hili ili aendelee kuwa mrithi wa neema za Mwenyezi Mungu na aendelee kupata fadhila za Mwenyezi Mungu. Kisha namna gani tunaweza kutimiza lengo la ibada? Kuhusiana na hii, Islam inatuamuru kwamba sisi tuswali swala 5. Katika hadithi riwaya moja inapatikana kwamba swala ni kiini cha ibada. Basi kwa kupata kiini hii tunaweza kutimiza lengo la ibada. sisi ni wenye bahati nzuri kwamba sisi tumempokea imamu wa zama hizi.
tumepokea imamu ambaye alitufundisha njia sahihi za ibada za Mwenyezi Mungu, na alitufundisha hekima ya ibada ya Mwenyezi Mungu ni nini, yani kwa nini tunatakiwa tufanye ibada. Yeye sehemu chungu mzima alikumbusha wafuasi wake kuhusu swala, na ameeleza maelezo yake na njia zingine za ibada, na vile vile alieleza umuhimu wake na dharura ya ibada, ili tuelewe swala zetu na tuweze kuboresha swala zetu. Halifa mtukufu anasema kwamba sasa hivi nitasoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kuhusiana na mada hii. Hazur anasema baadhi wakati kwa sababu ya ukali wa msimu au kwa sababu ya kuwa usiku mdogo tunaghafilika kuhusu sala. Baadhi wakati watu wana swala ya dhuhuri alasiri, au baadhi wakati wanachanganya. Hata baadhi nimewaona kwamba hawaswali swala hizi kwa sababu ya kazi nyingi. Hazuru anasema hata kama msimu ni mkali na usiku hatukuweza kulala au tuko shughuli chungu mzima, katika hali hii watu wengine wanaacha swala, hawaswali. Hata wapo wengine wanapatikana wanaosema kwamba wamechanganya swala 3 mara moja wakati moja. Hazuru anasema siku hizi katika nchi hizi kwa haraka sana wakati wa swala inaendelea kurudi nyuma, na tayari inashuhudia wakati wa alfajiri kwamba safu moja au safu moja na nusu tayari imeshapungua wakati wa sala ya alfajiri. Wale wageni waliokuja kutoka nje kwa sababu ya hawa, baadhi wakati mahudhurio yanaongezeka, lakini wenyeji wanatakiwa wao wazingatie swala zao, hususan wale wanaoishi karibu na misikiti. Wale ambao wanaishi karibu na misikiti au karibu na swala center wanatakiwa katika misikiti wao au katika center yao waswali swala, hususan waende misikitini kwa ajili ya kusali swala ya alfajiri. Tena si hapa tu, bali katika kila nchi inatakiwa juhudi maalum ifanywe kwa ajili ya kuimarisha misikiti yetu, hususan viongozi wa jumuiya na wafanyakazi wa jumuiya na wabashiri waliojitolea maisha. Wakizingatia jambo hili, mahudhurio yanaweza kuboreka sana. Kuhusu mada hii kwamba tunatakiwa tusali swala bila kukosa na kwa unyenyekevu kwa makini, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam amesema kwamba muswali swala bila kukosa. Wengine wanaswali swala moja tu, wao wakumbuke kwamba swala haisamehewi. Hata manabii pia hawakusamehewa swala. Katika hadithi moja inapatikana kwamba Waislamu wapya walimjia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waliomba wasamehewe swala kwa sababu wao wana shughuli chungu mzima, na waliomba swala wasamehewe swala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba dini ambayo haina amali, dini ile si kitu chochote. Basi mkumbuke kitu hiki vizuri, na nyinyi mufanye vitendo vyenu sawa na amri ya Mwenyezi Mungu. Mungu anasema kwamba miongoni mwa nishani za Mwenyezi Mungu mojawapo ni hii kwamba mbingu na ardhi inaweza kubaki kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Baadhi wakati wale watu ambao wanapenda matibabu wanasema kwamba ikiwa sisi hatufuati masharti yote ya
kulinda afya yetu haina faida ya kuwa na uchamungu. yani hawa watu wa dunia wanasema kwamba kuna sheria chungu mzima kwa ajili ya kulinda afya yetu. ikiwa hatufuati sheria hii basi hatuwezi kuwa na afya njema, na ikiwa hatuna afya njema hatuwezi kupata faida kutoka katika uchamungu. sainam alah salatu wassalam anasema kwamba miongoni mwa nishani za Mwenyezi Mungu ni mojawapo ni hii kwamba baadhi wakati madawa hayafai hata kidogo. katika hali hii dawa haiwezi kufaa, wala hata mganga mjuzi pia hawezi kufaa. lakini ikiwa kuna amri ya Mwenyezi Mungu, jambo ambalo lilikuwa limeharibika linaweza kurekebika, basi hii wazo hili si sahihi kwamba ikiwa mtu ana afya nzuri anaweza kufanya kila kitu, au kwa sababu ya kufuata sheria fulani anaweza kuwa na afya njema, au kwa sababu ya kula dawa fulani atapata afya. lakini tunatakiwa tukumbuke kwamba mambo haya yote yanakuwa sawa na amri ya Mwenyezi Mungu. ikiwa hakuna amri ya Mwenyezi Mungu vitu hivi vyote havifai. basi vitu vyote ambavyo vinafuata amri ya Mwenyezi Mungu tunatakiwa tumabudu yeye. basi swala ikiwa ni muhimu kwa ajili ya kutimiza lengo la kuumbwa kwetu, vile vile swala zinatulinda kutoka katika maafa na mabalaa mengi. baadhi wakati mtu anapoinama mbele ya Mwenyezi Mungu, kazi ambayo inaonekana haiwezi kufanyika, kazi ile inafanyika mara moja. yoyote inayotokea inakuwa sawa na amri ya Mwenyezi Mungu. basi tunatakiwa tufanye juhudi sana ya kukusanya fadhila za Mwenyezi Mungu. sainam alah salatu wassalam ameandika sehemu moja kwamba jambo la msingi ni kwamba Mungu anafanya anavyotaka. anaweza kufanya jangwa kuwa mahala pa kuishi na mahala pa kuishi kuwa jangwa. Angalieni Mwenyezi Mungu amefanya nini na Babel, mahali ambapo watu walitaka kujenga nyumba, lakini mahala ile ikawa jangwa kwa amri ya Mwenyezi Mungu. na mahali ambapo mwanadamu alitaka iwe jangwa na ngofu, sehemu ile ikawa sehemu ya kurejea, yani Khanakaba na Maka ikawa sehemu ya kurejea kwa ajili ya watu. basi kumbukeni, kwa kumwacha Mwenyezi Mungu kutegemea dua na hila ni jambo la ujahili. mulete mabadiliko katika maisha yenu kiasi hiki kwamba ionekane ni maisha mpya. mufanye istighfar sana. wale watu ambao kwa sababu ya shughuli nyingi za dunia hawapati nafasi, wao wanatakiwa waogope zaidi. wanaona kwamba wana shughuli chungu mzima ya dunia na hawana nafasi ya kufanya ibada na kusali swala. hawa wanatakiwa wamwogope Mwenyezi Mungu zaidi. wale wanaofanya kazi baadhi wakati wanaghafilika kuhusu kutimiza amri za Mwenyezi Mungu. kwa hiyo ikiwa mtu ana shughuli nyingi anaweza kukusanya sala ya maghrib na isha. sayyidina alayhi salam anasema kwamba hata mimi najua hii pia kwamba ikiwa ruhusa inaombwa kwa viongozi, wao wanatoa ruhusa. ikiwa wale viongozi wana athari nzuri ya vitendo vyenu, mkiomba ruhusa wao watatoa ruhusa. na viongozi wakubwa wanatoa nasaha na maagizo kwa ajili ya viongozi wadogo kwamba watu wakiomba ruhusa kwa ajili ya swala mupowe ruhusa. ikiwa watu hawaswali swala ni kwa sababu ya uwivu wa nafsi yao. msighafilike kuhusu amri za Mwenyezi Mungu, mutimize majukumu yenu kwa makini sana. kisha si kuhusu swala tu, bali sayyidina alayhi salatu wassalam alitutegemea zaidi ya hayo. sayyidina alayhi salam kwa kutukumbusha kuhusu tahajjud na nafali anasema kwamba ikiwa sisi tunapoteza wakati wetu kwa ajili ya dunia, tumekusanya nini kwa ajili ya akhira yetu? ikiwa kila hatua ya maisha ya mwanadamu
amechukua kwa ajili ya dunia, katika hali amekusanya nini kwa ajili ya akhira yake. sayyidina alayhi salam amesema muamke kwa ajili ya sala ya tahajjud na musali sala ya tahajjud kwa shauku sana. baadhi wakati kwa sababu ya swala mtu anakosa swala za kawaida. Mwenyezi Mungu ni mpaji wa kila kitu, tunatakiwa tusali swala kwa wakati wake. baadhi wakati tunaweza kukusanya dhuhuri na alasiri. Mungu anajua kwamba wadhaifu watapatikana, ndiyo maana ameturuhusu kwamba tuchanganye swala, lakini ruhusa hii si kwa ajili ya kuchanganya swala tatu. wakati katika mambo ya dunia watu wanaadhibiwa na wanakuwa chini ya ghadhabu ya viongozi wao, ikiwa hawa wanapata shida kwa ajili ya kutimiza amri ya Mwenyezi Mungu. na Hazur anasema kwamba watu baadhi wakati wanapata adhabu duniani ikiwa wao wanapata shida kidogo kwa ajili ya kusali swala. katika hii ni faida tu, hakuna hasara hata kidogo. Hazur anasema kwamba haitakiwi kwamba usiku ikiwa unaendelea kumdogo, udogo wa usiku usituzuie katika kuswali swala, na usitughafilishe katika swala, wala kazi ya dunia pia isiwe kizuizi katika kutekeleza na kusali swala. basi tunatakiwa tuendelee kuchunguza nafsi yetu. Halifa mtukufu anasema kwamba miongoni mwetu wapo wengi ambao wanaswali swala kama imefaridhishwa juu yao, lakini hawajui uhakika wake ni nini. kwa kueleza mada hii, sayyidina alayhi salatu wassalam alisema wakati fulani kwamba swala ni nini. swala ni dua maalum, lakini watu wanaona kwamba hii ni kodi ya wafalme, yani wao wana swali kwa kujilazimisha kama ni kodi juu yao. hawajui kwamba Mwenyezi Mungu ana faida gani ya swala yenu. Mungu ana faida gani kwamba sisi tufanye maombi na tuendelee kufanya tasbihi na tuendelee kumtukuza yeye, bali katika kufanya hivi ni faida yetu. kwa kufanya hivi mtu anapata lengo la kuumba kwake. nasikitika kwa kuona hali hii kwamba siku hizi watu hawapendi swala na ucha Mungu. sababu yake ni hii kwamba watu wanafuata mila tu, na kwa sababu ya hii mapenzi ya Mwenyezi Mungu yanaendelea kupoa, na ladha inayotakiwa ipatikane ndani ya sala, ladha ile haipatikani. hakuna kitu chochote duniani ambacho ndani yake Mungu hakuweka ladha. Amesema kama mgonjwa akila chakula kizuri, yeye hawezi kupata ladha yake, na anaona kile chakula hakina ladha hata kidogo kwa sababu ya maradhi yake. hivyo ndivyo wale watu ambao hawapati ladha na raha katika ibada na swala yao wanatakiwa wawe fikira kuhusu maradhi yao. kama niliyosema kwamba hakuna kitu chochote duniani ambacho ndani yake Mungu hakuweka ladha. Mungu aliumba wanadamu kwa ajili ya ibada, kisha kuna sababu gani kwamba ndani ya ibada hii Mungu hakuweka ladha? upande moja Mungu anasema kwamba mimi niliumba wanadamu kwa ajili ya ibada, kisha haiwezekani kwamba Mungu asiweka ladha ndani ya ibada hii. Amesema lazima ladha na raha inapatikana ndani ya ibada, lakini anatakiwa mtu awe mwenye kupata ladha hii, yani awe mtu wa kupata ladha na raha hii katika ibada. Mwenyezi Mungu anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. sasa wakati mwanadamu alipoumbwa kwa ajili ya ibada tu, ni lazima kwamba ladha na raha pia Mungu ameweka ndani ya ibada, na tunashuhudia jambo hili kila siku kwa kupitia uzoefu wetu. katika kila kazi Mungu ameweka ladha na raha, na katika kazi za kila siku inathibitisha kwamba hii ni sahihi, kwamba ladha inapatikana katika kila kazi. kwa mfano Sayyidina al-Islam amesema kwamba ngano na vyakula vingine vyote na vinywaji vyote
ndani ya vitu hivi vyote vilivyoumbwa kwa ajili ya mwanadamu. Je, mtu hapati ladha kwa kula vyakula? Mtu akila chakula kizuri, je hapati ladha yake? Je, kwa ajili ya kuonja ladha hana ulimi mdomoni mwake? Je, kwa kuona kitu kizuri, kiwe wanyama na wanadamu au vitu vingine, hapati raha? Na yeye anapata ladha na raha kwa kuona vitu vizuri pia. Je, kwa kusikia sauti nzuri moyo na masikio yake hayapati ladha? Mungu ametupatia masikio. Ikiwa masikio yanasikia sauti nzuri, basi moyo unapata raha na ladha. Je, tunahitaji dalili nyingine kwa ajili ya kuthibitisha jambo hili kwamba hakuna ladha ndani ya sala? Ladha na raha inapatikana katika vitu vyote. Lazima ladha na raha inapatikana katika ibada pia. haiwezekani kwamba ladha isipatikane katika ibada. Mambo hayo yote ni dalili ya hii kwamba lazima Mwenyezi Mungu ameweka ladha na raha katika ibada pia. Amesema Mwenyezi Mungu anasema kwamba tumeumba mwanamume na mwanamke kuwa kitu kimoja, na kwa kufanya hivi ameweka ladha pia. Ikiwa ingekuwa lengo la kuzaa watoto tu, basi lengo lisingeweza kutimia hivi, lakini Mungu alikuwa na lengo la kuumba wanadamu, na kwa ajili ya lengo hili aliweka uhusiano kati ya mume na mwanamke, na vile vile akaweka ladha pia ndani ya uhusiano huu. Na uhusiano huu kwa ajili ya watu wajinga ni lengo la kila kitu na ni kiini cha kila kitu. Amesema hivyo ndivyo muelewe vizuri kwamba katika ibada pia hakuna kodi. Katika ibada pia kuna ladha na raha, na ladha hii na raha hii ni zaidi kuliko ladha zote za dunia. Anasema Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba kama mgonjwa hawezi kusikia ladha ya chakula, vile vile mwenye bahati mbaya ni yule ambaye hapati ladha kutoka katika ibada. Hazur anasema ikiwa mgonjwa kwa sababu ya ugonjwa wake yeye hapati ladha na raha na hapendi kile chakula, mradi wake si hii tu kwamba kile chakula si kizuri, bali mradi wake ni kwamba yeye mwenyewe ni mgonjwa. Ikiwa mtu hapati ladha na raha kutoka katika swala, mradi wake si hii kwamba hakuna ladha ndani ya sala na Mungu hakuweka ladha na raha katika swala. Mungu lazima ameweka ladha na raha, lakini mtu kwa sababu ya ugonjwa wake na kwa sababu ya kutokupenda swala hapati ladha katika swala. Basi tunatakiwa tutafute mambo ambayo yanatupatia raha na ladha, na tusifanye yale mambo kama ni kodi juu yetu. Hali hii itakapopatikana, kama nilivyosema kwamba watu wataanza kuja misikitini kwa ajili ya swala hata kama usiku ni mfupi au ni ndefu, ili waweze kupata ladha na raha ndani ya swala, na vile vile watazingatia swala zingine pia. Kisha kwa kueleza mada hii ya ladha na raha, Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema kwamba ilmuradi naona kwamba watu wanaghafilika katika sala zao kwa sababu ya hii kwamba wao hawana udhaifu wa ladha inayopatikana ndani ya swala. Sababu yake kubwa ni hii kwamba wao hawajui kuhusu ladha hii. Kisha katika vijiji na mijini watu wanaghafilika zaidi, hata 50% kwa shauku na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu hawaswali swala na hawainami mbele ya Mwenyezi Mungu. Kisha swali linapatikana kwamba kwa nini wao hawasikii ladha hii na hawapati raha hii, na kwa nini hawakuonja ladha hii na raha hii. Baadhi wakati inatokea hivi kwamba sisi tunajishughulika katika kazi yetu na mwadhini anatoa adhani na watu hawataki kusikia adhana ile, na kwa kusikia adhana mioyo yao inaudhika kwa sababu ya shughuli ya dunia. Hawataki kusali swala au hawazingatii sala. Hawa watu ni aina hii kwamba nasikitika sana juu yao. Baadhi watu
wale ambao maduka yao ni chini ya misikiti lakini hawaswali na hawaji misikitini kwa ajili ya swala, basi mimi nataka kusema kwamba nyinyi kwa shauku sana muombe dua kwa Mwenyezi Mungu kwamba kama Mwenyezi Mungu ametupatia ladha ya matunda na vyakula vingine, Mungu atupatie ladha ya swala pia. Amesema Sayyidina Alayhi salatu wasalam kwamba mnapata ladha ya vyakula vingine na matunda mengine, vile vile mufanye dua hii kwamba Mungu atupatie ladha ya swala pia. Amesema tukila kitu chochote tunakumbuka. Angalieni, ikiwa mtu anaona kitu kizuri kwa raha sana, basi anakumbuka vizuri kile kitu, na vile vile akiona kitu kibaya anakumbuka hali yake yote na inakuwa mbele ya macho yake, yani anakumbuka uzuri na ubaya pia. Lakini ikiwa hana uhusiano baina yake na baina ya kile kitu, hawezi kukumbuka. vile vile yule mtu haswali swala ni kodi kwa ajili yake, yeye hataki kuacha usingizi na vile vile raha, na hii ni kwa sababu hii kwamba yeye hana elimu ya ladha na raha inayopatikana ndani ya sala, basi yeye hawezi kupata ladha katika swala. Kisha amesema naono kwamba mlevi ikiwa hapati ladha anaendelea kunywa pombe vikombe juu ya vikombe mpaka anaanza kusikia ladha. Mtu mwenye akili anaweza kupata faida kutoka katika udhoefu huu, yani mtu mwenye akili atapata faida hivi kwamba yeye aendelee kuswali swala hata kama yeye hasikii ladha, hapati ladha katika swala, aendelee kusali swala na afanye maombi pia, na aendelee kusali sala kwa mfululizo mpaka aanze kusikia ladha. Kama mlevi anaanza kusikia ladha, na jinsi mlevi anakuwa na lengo lake la kupata ladha, hivyo ndivyo msaliaji pia anatakiwa awe na lengo la kupata ladha katika sala yake. Kisha kwa shauku sana, kwa jazba sana, anatakiwa aswali swala yake. Kisha yeye sawa na yule mlevi ambaye hapati ladha, anatakiwa yeye pia afanye maombi sana katika swala yake. Atakapofanya hivi, na wahakikishieni kwamba katika hali hii lazima atapata ladha na raha katika swala yake. Kisha wakati wa kuswali swala, mtu anatakiwa apate faida zingine pia zinazopatikana kwa ajili ya swala. Mwenyezi Mungu amesema innal hasanati yuzhibna sayyiati, yani wema inafuta maovu. Basi mtu azingatie ladha na hasanati hii na awe na dua hii kwamba Mungu ampatie swala ambayo ni swala ya watumishi wa Mwenyezi Mungu. Katika hali hii Mungu anasema innal hasanati yuzhibna sayyi'at, na sehemu nyingine Mungu amesema kwamba swala inatuzuia katika maovu na ufedhuli ya kila aina. Lakini inaonekana wengine wanaswali, lakini hata katika hali hii wanafanya maovu. Jibu lake ni hili kwamba wao wanaswali swala, lakini hawaswali swala kwa roho yake yote, wala hawaswali swala kwa moyo wote. Wao wanaswali swala kama ni desturi tu, roho yao imekufa. Mwenyezi Mungu hakuwaita kwa jina la hasanat, na hapa Mungu aliposema hasanat badala ya as-salat, ingawa maneno haya yote mawili ni maana moja, sababu yake ni hii kwamba mtu aeleze uzuri wa swala, yani swala ni kitu kinachozuia katika maovu ambayo ndani yake ukweli unapatikana. Swala ya aina hii bila shaka inatuzuia katika maovu. Swala hii si hii tu kwamba kukaa na kuamka, bali swala ni maombi ambayo yanakuwa na ladha na raha ndani yake. Kisha kwa kueleza hali mbalimbali, hekima ya hali mbalimbali ya swala, kwa kueleza maelezo yake, Sayyidina Alayhi salam amesema kwamba kumbukeni katika swala ni muhimu kwamba
hali yetu na kauli yetu ifanane. vile vile tuwe na yakini hii kwamba tumesimama mbele ya Mwenyezi Mungu na tunaongea naye. baadhi wakati hali ya picha inapatikana. Amesema mtu anaonyeshwa picha ya aina hii, kwa kuona picha ile anaona kwamba lengo lake ni hili, yani kuona picha ile. vile vile swala ni picha ya lengo la Mwenyezi Mungu, yani katika swala hali mbalimbali ya sala inathibitisha kwamba Mwenyezi Mungu anataka nini kutoka kwa mja wake. Amesema katika sala tunasoma, vile vile kwa vitendo vyetu pia tunathibitisha na tunafanya harakati za aina mbalimbali. wakati tunaposali swala tunasema maneno kadhaa na vile vile tunafanya harakati za aina mbalimbali pia. Amesema wakati mtu anaposimama, anapomtukuza Mwenyezi Mungu, anafanya tasbihi, jambo ile au hali ile inaitwa qiyam. kila mtu anajua kwamba kwa ajili ya kumtukuza Mwenyezi Mungu mtu anatakiwa awe katika hali ya kusimama, kwa sababu anapomtukuza Mwenyezi Mungu anasimama. Amesema angalieni, wakati watu wanapoeleza shoma shairi mbele ya wafalme wanasoma kwa kusimama, na katika swala pia Mungu ameweka qiyam. vile vile amesema maneno ya kumtukuza Mwenyezi Mungu pia katika hali hii. maana yake ni hii kwamba kwa kiroho pia asimame mbele ya Mwenyezi Mungu, na wakati anaposimama mbele ya Mwenyezi Mungu na anasoma sura Fatiha na anamtukuza Mwenyezi Mungu, anatakiwa kwa kiroho pia asimame. Amesema mtu anapomsifu mtu basi anakuwa na rai na maoni moja. yeye hamsifu kwa njia ya uongo, yani yeye anamsifu kwa sababu ya kupata athari ya sifa zake. basi mtu anaposimama na anaposema alhamdulillah, anaweza kusema hivi wakati atakapokuwa na yakini hii kwamba sifa zote nzuri zinamhusu Mwenyezi Mungu. wakati atakapokuwa na imani hii moyoni mwake, basi hii ni kusimama kwake kwa kiroho. yani atakapokuwa na imani hii kwamba Mungu tu anatakiwa asifiwe na yeye anastahili asifiwe, basi katika hali hii atakuwa amesimama kwa kiroho pia, na moyo pia utakuwa pamoja naye. Kwa kidhahiri inaonekana kwamba amesimama, vile vile kwa kiroho pia anakuwa katika hali ya kusimama. kisha katika rukuu anasema subhana rabbiyal azim. hii pia ni desturi kwamba ikiwa tunapomheshimu basi mbele yake tunainama, basi kwa ajili ya heshima ya Mwenyezi Mungu anatakiwa ainame mbele yake. yani kwa ulimi amesema subhana rabbiyal azim, na kwa vitendo ameinama mbele ya Mwenyezi Mungu. yani kwa ulimi amemtukuza Mwenyezi Mungu na ameeleza heshima yake, na pamoja na hii akainama mbele yake kwa kidhahiri. basi kauli na kitendo kimefanana. na wakati aliposema subhana rabbiyal azim, pamoja na hii mara akainama mbele ya Mwenyezi Mungu. na kauli ya tatu ni subhana rabbiyal ala. ala ni kutoka katika afalo tafzil, yani kuthibitisha kwamba Mwenyezi Mungu ni mkubwa na ni juu ya kila kitu, na hii ni hali ya kuthibitisha ubora wa Mwenyezi Mungu. katika hali hii mtu anatakiwa amsujudu Mwenyezi Mungu na moyo wake pia umsujudu Mwenyezi Mungu. ndiyo maana hali ya kidhahiri ni kwamba amsujudu Mwenyezi Mungu, na pamoja na hali ya kidhahiri amtukuze Mwenyezi Mungu pia.
na akiri kwa moyo wake wote kwamba Mwenyezi Mungu ni mkubwa na ni juu ya kila kitu. Amesema Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba pamoja na maneno haya kuna hali tatu ya kimwili pia. Ya kwanza ni kwamba picha imewekwa mbele yake, yani amesimama na ulimi pia umetamka maneno. Na jambo la tatu na kitu cha tatu ni kitu ambacho ikiwa haikipatikani swala haiwezi kukamilika, na kitu hiki ni moyo. Kwa ajili ya kukamilisha swala ni kwamba moyo pia usimame ufanye kiam na mtukuze Mwenyezi Mungu, na vile vile ufanye kiam pia, na roho pia ufanye kiam na mtukuze Mwenyezi Mungu. Yani si mwili tu unasimama, bali roho yake na moyo wake pia unafanya kiam, na roho yake pia inafanya kiam. Na wakati anaposema subhana rabbiyal azim, hakikishe kwamba yeye hakukiri adhma ya Mwenyezi Mungu tu, bali pamoja na hii roho yake pia ile inama. Kisha katika hali ya tatu alianguka katika sajida, na wakati wa kumsujudu Mwenyezi Mungu asifanye sajida ya kidhahiri tu, bali aone kwamba roho yake pia imeanguka na imemsujudu Mwenyezi Mungu pamoja na mwili. Ilmuradi ikiwa madamu hali hii haipatikani, mwaminio athiridhike, kwa sababu yukimu na salata maana yake ni hii tu nilioeleza hapo. La, sasa ni swali kwamba hali hii itapatikanaje? Jibu lake ni hili tu kwamba mtu aendelee kusali swala bila kukosa, na asihuzunike ikiwa anapata mawazo katika swala yake, kwa sababu katika swala baadhi wakati anapata mawazo aina mbalimbali. Asivunjike moyo kwa sababu ya mawazo haya, bali aendelee kusali swala, kwa sababu mwanzoni mtu anakuwa vita baina ya mawazo na baina ya swala yake kweli, na anapigana na shetani. Tiba yake ni hii tu kwamba asichoke hata kidogo, bali aendelee kusali sala kwa mfululizo na aendelee kufanya maombi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hatimaye atapata ile hali ambayo hali yake nilieleza sasa hivi. Basi sharti ni kwamba mtu aendelee kusali swala. Hali hii itakapopatikana, Mwenyezi Mungu anamkimbilia mja wake na fadhila za Mwenyezi Mungu pia zinashuka. Lakini watu wengi hawaelewi hekima hii, bali kwa kufanya haraka wanamwacha Mwenyezi Mungu, wanaacha mlango wake, na hawajui umuhimu wa swala na wanaangukia dunia. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba inatakiwa ikumbukwe jambo hili kwamba swala ambaye ni swala haswa, swala ile inapatikana kwa kupitia maombi. Kwa kuwaomba wengine kwa kumwacha Mwenyezi Mungu ni kinyume na hali halisi ya swala. Hazur anasema kwamba sisi tuna waomba wengine baadhi wakati, lakini mambo ambayo tunatakiwa tumuombe Mwenyezi Mungu, ikiwa badala ya kumuomba Mwenyezi Mungu tunamtegemea mtu mwingine, jambo hili si sahihi hata kidogo. Amesema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba maadamu mwanadamu hamuombi Mwenyezi Mungu tu na hamtegemee yeye tu, basi mujue kweli kweli kwamba yule mtu si muamini, si Muislamu wala muamini mkweli. Uhakika wa Islam ni kwamba uwezo wa kidhahiri na wa kibatini ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tu. Kama engine kubwa inaendesha mashini kubwa sana, hivyo ndivyo madamu mwanadamu hafanyi kila kazi yake na mwenendo wake chini ya uwezo wa engine ile kubwa, yeye hawezi kumwamini Mwenyezi Mungu kweli kweli. Yeye anaposema inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arza, wakati anaposema maneno haya anaweza kujiita hanifa. Wakati anaposema kwa mdomo wake anazingatia maana yake pia, basi yeye ni mwaminio na vile vile ni hanif.
lakini yule ambaye kwa kumwacha mwenyezi mungu anaomba kwa wengine na anainama upande mwingine pia yeye akumbuke kwamba yeye ni mtu mwenye bahati mbaya na wakati utafika kwake kwamba yeye hataweza kumwelekea mwenyezi mungu, yaani mungu anakuwa mbali naye, hata kwa kidhahiri pia hainami mbele ya mwenyezi mungu. Amesema sababu ya kuacha sala ni hii kwamba wakati mtu anapotegemea miungu mingine, katika hali hii nguvu na uwezo wa moyo pia una inama upande ule, na yeye anakuwa mawazo mabaya kuhusu mwenyezi mungu na moyo wake unakuwa kama mawe. Ikiwa anainama upande wa wanadamu anakuwa upande wa wanadamu na moyo wake unakuwa mgumu. Amesema kama yale matawi yanayoinama pande mola hatuwezi kuyageuza, hivyo ndivyo moyo na roho inaendelea kuwa mbali na mwenyezi mungu. Basi jambo hili ni lenye hatari na vile vile ni jambo la kututetemesha kwamba mtu kwa kumwacha mwenyezi mungu amuombe kwa mtu mwingine. Ndiyo maana ni muhimu sana kwamba tuendelee kusali swala bila kukosa, kwa sababu mwanzoni kusali sala itakuwa kama ni mwenendo wake wa kila siku. Polepole anapoinama mbele ya mwenyezi mungu, basi hatimaye anaanza kumtegemea mwenyezi mungu na anakuwa mrithi wa ladha na raha. yaani mwanzoni anajilazimisha kwa ajili ya kusali sala, kisha anapozoea na anapoendelea kusali sala kwa moyo wake wote, hatimaye anapata fadhila za mwenyezi mungu. Amesema na wasihini tena, mimi sikupata maneno ambayo yanayoweza kueleza ubaya wa wale watu ambao wanaomba kwa miungu mingine. Jambo hili linamchemsha ghadhabu ya mwenyezi mungu. Naeleza jambo hili kwa njia ingine, ingawa jambo hili si hivi, lakini kwa kutoa mfano huu mnaweza kuelewa mada hii. Kama mtu mwenye ghaira hataki kwamba mke wake aingiliane na mwanamume mwingine, akimwona mwanamke mke wake anafanya hivi, basi atamuua. Hivyo ndivyo tunatakiwa tumuombe mwenyezi mungu na tuwe mtumishi wake. Mungu hapendi kwamba mtu mwingine kwamba mtu amuombe kwa mtu mwingine. Basi kumbukeni kwamba ikiwa tunainama kwa miungu mingine, tutakata uhusiano wetu na mwenyezi mungu. Kuthibitisha kwa vitendo vyetu kwamba tunamtegemea mwenyezi mungu, hii ndiyo ni swala. Na swala ambayo inaswaliwa bila unyenyekevu haileti baraka. Wengine wanasema tulilia sana, tuliswali swala sana, lakini hatukupata faida yoyote kwa kukataa mawazo ya watu hawa. Sayyidina Alayhi Salam anasema kwamba watu wengine wanasema kwamba tukilia mbele ya mwenyezi mungu hatutapata kitu chochote. Anasema jambo hili si sahihi. Hawa ni watu ambao hawana imani juu ya sifa za mwenyezi mungu na juu ya uwezo wa mwenyezi mungu. Wangekuwa na imani ya kweli wasingeweza kusema hivi. Mtu ambaye amemjia mwenyezi mungu na ametubu kwa moyo wote, mwenyezi mungu amemjaalia fadhila zake chungu mzima, kama inasema katika shairi la kiajemi. Maana yake ni hii kwamba yule mpenzi ni mpenzi wa aina gani ambaye upande wake mpendwa wake haoni. Vile vile mganga anapatikana, lakini wewe huna maumivu. Mwenyezi mungu anataka kwamba muje kwake kwa moyo safi. Sharti ni hii kwamba nyinyi muwe sawa na maagizo ya mwenyezi mungu na amri zake,
na muishi sawa na amri zake na mulete mabadiliko ambayo yatawaleteni karibu na Mwenyezi Mungu na wahakikishieni kwamba Mwenyezi Mungu ana kudra chungu mzima, lakini nyinyi mnatakiwa muwe na mapenzi ya kweli kwa ajili ya kushuhudia kudra hizi za Mwenyezi Mungu. Na ikiwa mtu anakuwa na mapenzi ya kweli, Mungu anasikia maombi yake mengi. Hazur anasema tunatakiwa tuwe na hali ya aina hii kwamba Mwenyezi Mungu apokee maombi yetu. Wale wanaoleta shutma kwamba Mwenyezi Mungu hapokei maombi, wengi wao ni wale ambao hawaswali hata swala 5. Wao wanaanza kusali swala wakati wanapopata maafa ya dunia. Mwenyezi Mungu anasema nitasikia maombi yenu, lakini nyinyi mnalazimika kufuata amri zangu. Huzuri anasema kila mmoja achunguze hali yake kwamba je, yeye anafuata amri za Mwenyezi Mungu. Ikiwa analeta shutma dhidi ya Mwenyezi Mungu, kwanza anatakiwa atoe jibu la jambo hili kwamba wapo wangapi ambao sawa na kauli ya Sayyidina Alayhi Salatu Wasallam kwamba ndani ya Qur'an tukufu kuna amri 700. Ni wangapi ambao wanafuata amri 700 za Qur'ani tukufu? Hazur anasema hii ni ihsani ya Mwenyezi Mungu kwamba hata kwa kuwa na hali hii Mungu anasamehe watumishi wake na anapokea maombi yake pia. Wapo wengine ambao hata si waswaliaji sana, lakini Mungu alipokea maombi yao, na hii ni ihsani ya Mwenyezi Mungu. Bali Mwenyezi Mungu hata bila kuomba au bila kumuomba yeye, kwa chini ya sifa zake zingine anatupatia vitu, basi haina sababu ya kuleta shutma dhidi ya Mwenyezi Mungu. Tunalazimika kufuata amri za Mwenyezi Mungu na tunatakiwa ibada zetu na swala zetu ziwe sawa na amri za Mwenyezi Mungu. Sayyidina Alayhi Salatu Wasallam anasema manadamu haanzi kufuata umoja wa Mwenyezi Mungu, yeye hawezi kuheshimu dini tukufu ya Islam. Amesema hawezi kupata ladha na raha ya swala. Msingi ni juu ya hii kwamba madamu yeye haachi njama mbaya na nia mbaya, na yeye haachi uadui na haonyeshi unyenyekevu, yeye hawezi kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Amesema kwa ajili ya kutufundisha utumishi wa hali ya juu, njia nzuri ni swala. Ikiwa tunataka kupata utumishi wa hali ya juu ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili yake njia nzuri na mwalimu mzuri ni swala. Amesema nawaambieni tena, ikiwa nyinyi mnataka kujenga uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu, basi muanze kusali swala, na muanze kusala kiasi hiki kwamba mwili wenu, ulimi wenu, hata nia yenu na kila kitu kiwe swala. Hazur anasema Mwenyezi Mungu atujalie kwamba sisi tuweze kulinda swala zetu hivi kwamba roho yetu pia iweze kutimiza haki ya swala. Hazur anasema kwamba baada ya swala nitaswalisha jeneza moja ghaibu. Ni Abi Asghari Begum Sahiba, alikuwa mke wa Sheikh Rahmatullah Sahib marehemu, aliyewahi kuwa amiri wa Karachi. Tarehe 27 wa Machi huko Marekani kwa kupata ugonjwa kwa muda fupi alifariki katika umri wa miaka 90. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aliolewa mwaka 1943 pamoja na Sheikh Rahmatullah Sahib. Kabla ya kuolewa alijiunga na jumuiya katika Lahore kwa mkono wa Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, na kwa umri wake mzima alitimiza ahadi yake vizuri, na alikuwa akisihi watoto wake kwamba wawe watiifu wa ukhalifa, na alikuwa akiheshimu sana ukhalifa. Tangu MTA ilianzishwa alikuwa akiangalia MTA, na alikuwa musia pia. Alikuwa mwenye subra sana na mwenye kufanya maombi na msaliaji wa swala ya tahajjud, na vile vile alikuwa akifunga saumu.
alikuwa akisoma qurani tukufu bila kukosa. Pamoja na mume wake, wakati alipokuwa amiri, yeye pia alipata nafasi ya kuitumikia jumuiya, na yeye alitoa huduma zake bega kwa bega pamoja naye. Alikuwa akiwapatia karamu wageni. Sheikh Saheb alipokuwa amiri huko Karachi, alikuwa na shughuli chungu mzima sana, na wageni walikuwa wakija, na alikuwa akiwapikia chakula huyu bibi marehemu. Na vile vile aliwahi kumpikia chakula halifa wa 3 na wa 4 pia, na alikuwa akitoa michango mingi sana. 1950 wakati ilikuwa hali ngumu upande wa fedha katika jumuiya, Sheikh marehemu wakati ule alitoa sehemu kubwa sana ya mapato yake katika njia ya Mwenyezi Mungu, na marehemu huyu pia alikuwa pamoja naye. Alikuwa akiishi maisha ya kawaida. Mtoto wake mmoja anaandika kwamba mama alikuwa akisihi watoto kwamba wao wamwandikie halifa barua ya maombi. Ameacha watoto wa kiume 5 na mabinti 2 na wajukuu 43. Mtoto wake mmoja Nasim Rahmatullah Saheb ni naibu amir wa Marekani, na yeye ni in charge wa website yetu alislam.org. vile vile mke wake Rahmani Saheb anaishi hapa, aliwahi kuwa katibu wa wasia. Mke wake Jamila Rahmani pia aliwahi kuwa katibu wa fedha, na vile vile aliwahi kutoa huduma zake katika njia mbalimbali. Mtoto wake mmoja Faratullah Sheikh Saheb ni naib amir wa Faisalabad, Pakistan. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema peponi, na awajalie watoto wake wawe watiifu na wajenge uhusiano mzuri na uhalifa. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله